Yes, kokote pale ulipo, karibu na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambao hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, ligi kuu Tanzania bara siku ya jana iliweza kuendelea, ambapo Young Africans waliweza kushinda ushindi mkubwa mabao 3-0 mbele ya Singida United. Sasa kesho mpinzani wake hapa nawazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, wenyewe watashuka dimbani kucheza dhidi ya Big 19 FC katika mchezo wa kombe la shirikisho. Mnyama Simba siku ya kesho atakuwa pale Meja Jenerali Isamunyo akienda kutupa karata yake nyingine uwanjani kutafuta nafasi ya kusonga mbele. Ifahamike, Simba tangu watoke katika dabi, mchezo huu unakuwa ni mchezo wao wa kwanza, kwa sababu kikosi kiliweza kupewa mapumziko ya muda mfupi ili mradi aweze kujiweka sawa, na tarehe 11 mnyama Simba ataelekea kule Singida kucheza na Singida Big Stars. Sasa kuelekea katika mchezo wao wa kesho, katika mitandao mbalimbali ya kijamii, taarifa zinasema kwamba viongozi wa Simba wamempa siku 3 Jonathan Soa aende akajibu mashtaka ambayo yanamkabili, ikiwemo kufanya faulo zisizokuwa na ulazima, kuvaa t-shirt yenye logo tofauti, lakini pia kuto kufanya mazoezi ya ziada. Hayo ndiyo mashtaka ambayo yanayomkabili Jonathan Soa, mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii siku hii ya leo, kuanzia siku ya jana, taarifa zinasema kwamba Jonathan Soa amepewa siku 3 za kwenda kupeleka majibu ama kupeleka utetezi wake kwa viongozi wa Simba, kutokana na kile ambacho kinadaiwa kuhusika moja kwa moja kwake yeye, kwamba katika mechi zile kubwa kipindi zinapokaribia, basi yeye anafanya makosa yasiyokuwa ya lazima. Ifahamike kwamba Jonathan Soa ameingia ndani ya kikosi cha Simba dirisha hili kubwa la usajili. Katika dirisha kubwa la usajili ndio msimu wake wa kwanza kukitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea kule Singida United, Singida Big Stars, ambapo alikuwa anacheza hapo zamani, na baadaye ikawa kuna tetesi kwamba Young Africans walikuwa na muhitaji, na mnyama aliweza kushinda na kumtambulisha pale katika kikosi chao. Hivyo basi mashabiki wengi wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa na furaha, walikuwa na bashasha kweli kweli, huku wakiamini kwamba Simba imepata mshambuliaji aliyokuwa bora, mshambuliaji aliyokuwa mzuri, na kuamini kwamba Jonathan Soa akiwa pamoja na Simba basi anaweza kufanya makubwa, licha ya kuwa na changamoto ya kinizamu. Wao wenyewe waliamini, viongozi, kwamba Jonathan Soa akiingia ndani ya timu yao basi anaweza kufanya vizuri, wanaweza kumrekebisha na mchezaji akawa bora kweli kweli. Ilifahamika kwamba pale aliweza kupita Bernard Morrison, mchezaji ambaye alikuwa na changamoto ya nidhamu, lakini pale alipofika katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Bernard Morrison aliweza kuwa vizuri kweli kweli, na aliweza kucheza mpira ndani ya kikosi hicho cha Simba. Paka hii leo Bernard Morrison anasema Simba ndiyo chuo cha mpira nchini kwetu Tanzania. Je, kwa Jonathan Soa wanaweza kuyamaliza na viongozi wake? Je, Simba wanaweza kuendelea na Jonathan Soa msimu ukimalizika, ama watavunja mkataba naye? Tusubiri na kuona, kwa sababu vitu vyote hivyo vinarekebishika, na akiamua mwenyewe kufanya kazi basi anaweza kufanya kazi iliyokuwa nzuri, kwa sababu Jonathan Soa ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye akipata nafasi mbili hawezi kukosa hata nafasi moja. Ni mshambuliaji kweli kweli, ni mtu na nusu, lakini tu changamoto kubwa inayomkabili ni masuala mazima ya utovu ya nizamu. Sasa umeweza kumsikia ama umeweza kuona namna ambavyo katika mitandao mbalimbali ya kijamii watu wengi walivyokuwa wanasema. Ukiwasikiliza baadhi wengine mashabiki wa Simba wanasema bwana, ni wakati sahihi kwa hivi sasa Jonathan Soa aweze kuachana na wekundu wa Msimbazi Simba, ili mradi linapofunguliwa dirisha kubwa basi viongozi waweze kufanya sajili zilizokuwa bora. Mwalimu Steven Becker yeye mwenyewe anasema tangu kikosi chake kilivyoweza kuingiza maingizo mapya ndani ya ligi kuu Tanzania bara,
kilivyoweza kuingiza maingizo mapya kikosi chake, anaona kabisa kimeweza kubadilika. Ameona kikosi chake maingizo ama sajili zilizofanyika katika dirisha dogo la usajili peleka uhai ndani ya kikosi cha Simba. Hapo nazungumzia wakina Libase Agwe, lakini pia wakina Ismail Traore, wakina Ino ambaye siku ya jana aliweza kukabidhiwa gari pamoja na Jairut. Ino Luemba aliweza siku ya jana kupewa gari. Mwalimu Steven Becker mwenyewe anakuambia maingizo hayo yameweza kuleta ufanisi, lakini pia ameweza kuleta morali ndani ya kikosi chake. Hivyo basi anaiona Simba ikienda kuimarika, anaiona Simba ikienda kuwa bora ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika ile michuano ya shirikisho ambayo mnyama Simba siku ya kesho anaenda kuzitafuta ama kutafuta alama tatu muhimu ama kutafuta nafasi ya kusonga mbele. Kwa hivi sasa wapo katika zile nafasi za mtoano. Mtu akifungwa anaweza kutoka, Simba anaweza kutafuta siku ya kesho. Mashabiki na wapenzi wa Simba wanaenda kuiona sasa timu yao baada ya tarehe 1 ya mwezi wa 3 kule visiwani Zanzibar, ambapo mnyama Simba aliweza kucheza. Siku ya kesho tarehe 7 mnyama Simba anashuka dimbani kucheza na Bigi 19. Tusubiri na kuona, kwa sababu kwa hivi sasa mashabiki wengi wa Simba wanaona kabisa sajili zilizofanyika dirisha dogo zimeweza kuwa bora ndani ya kikosi chao. Mashabiki hawana wasiwasi sana na kikosi chao wenyewe, wanakuambia Simba hivi sasa imejipata, Simba imekuwa bora. Licha ya kuwa nyuma katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, mnyama Simba yupo pale nafasi ya 4. Mtu wa kwanza amesimama Young Africans, anafuata JKT Tanzania, watatu anafuatia Azam FC, na nafasi ya 4 mnyama Simba yeye yupo katika nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 11. Mchezo wake wa 12 ataenda kucheza na Singida Black Star. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Tusubiri na kuona, kwa sababu Singida inaonekana kuonyesha ushindani kweli kweli ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Wamekuwa ni timu ambayo katika zile timu 4 za juu, Singida Black Stars wameonekana kuonyesha na wameonekana kuwa na kikosi kilichokuwa bora. Licha siku ya jana kufungwa mabao 3, lakini haiwezi kuonyesha kwamba Singida sio bora ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ni timu bora, ni timu kubwa Tanzania, ni timu ambayo inatafuta nafasi ya kushiriki katika michuano ile ya kimataifa. Katika zile timu 4 ambazo timu zetu zinazoenda kimataifa, Singida nayo amekuwa ni miongoni mwa timu ambazo inatafuta nafasi ya kwenda kutafuta uwakilishi kule katika michuano ile ya kimataifa. Mimi ni Mwanaisha Lukali, begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma kamera amesimama Sultan Goba, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli.